Kifungu cha 3 kinazungumzia kubadilisha na kuongeza sikukuu ya umma. Kinasemaje kwa kifungu? Kinasema hivi: Rais anaweza kwa tangazo kutangaza siku yoyote kuwa sikukuu ya umma pamoja na siku zilizoainishwa katika ratiba. Jedwali tulizozitaja zile ziko ngapi? Ziko 14. Ila inabidi ushike mbili kichwani, uwe na 16. Maana nazo ni sikukuu ambazo ni Sabasaba na Karume Day, japo hazijatajwa kwenye sheria. Na chief drafting man atatujuza na atujibu ni kwa nini, maana yeye ndo anatakiwa ajibu hili swala au badala yake. Yaani rais anaweza kutangaza siku yoyote kuwa sikukuu ya umma pamoja na siku zilizoainishwa katika ratiba au jedwali. Tumezitaja zile 14 na 2 za nyongeza ambazo mbili unazo kichwani, au badala yake. Siku hiyo itakuwa sikukuu ya umma kama kwamba imeidhinishwa katika ratiba, Kwa rais ana mamlaka hayo. Kwa mfano, tukichukulia tarehe 29 Oktoba ambao Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alitangaza tarehe 29 Oktoba itakuwa ni sikukuu. Sikukuu ya nini? Sikukuu ya wapiga kura. Sikukuu ya nini? Sikukuu ya wapiga kura au sikukuu ya uchaguzi. Manake watu watapumzika na kufanya uchaguzi. Shughuli zao zitapumzika sana sana kwa watumishi wa serikali na wa private, japo kuna wengine wa private wanaweza kaenda kama kazini kutokana na utaratibu wao wa kazi. Maana tunajua ukifanyishwa kazi siku ya sikukuu lazima ulipwe fidia. Fidia gani? Maana yake sikukuu sio siku ya kazi. Ukifanya kazi siku ya sikukuu na wewe ni mwajiriwa, maana yake unatakiwa upewe malipo ya hiyo siku. Unapewaje hayo malipo ya hiyo siku? Ni asilimia ngapi ya mshahara wako inabidi upewe kama utafanya kazi kwenye hiyo siku? Hii tutajifunza kwenye sheria za wafanyakazi. Leo tudini na sikukuu kwanza. Tutajifunza kwenye sheria ya wafanyakazi. Kule ndio imetuambia kitu. Sheria ya wafanyakazi zipo nyingi sana. Hii sheria tunaenda kujifunza kule kwamba huyu mfanyakazi analipwaje siku ya sikukuu, pia anatakiwa alipwe vipi siku ya sikukuu, na pia akifanya kazi muda wa ziada anabidi alipwaje, extra time anabidi alipwaje. Kwa hiyo sheria imesema kila kitu. Kwa hiyo tutaenda kuelezea, tunakuisoma hiyo sheria huko. Kwa kama nilivyosema, rais ana mamlaka. Mfano, tarehe 29 Oktoba ambapo ilikuwa siku ya uchaguzi, rais alisema hiyo siku itakuwa sikukuu ya mapumziko. Ana mamlaka hayo. Na tu sio siku hiyo tu. Yeye anaweza kaamka asubuhi, Mheshimiwa Rais, na akatangaza kwamba kesho ni sikukuu na tukapumzika, au kesho kutu ni sikukuu. Ni mamlaka yake ambayo kapewa na sheria hii atangaze. Na pia anaweza kutangaza kwamba kwa sababu hiyo sikukuu ya tarehe 29 Oktoba kulitokea machafuko makubwa, vifo vingi, vurugu kubwa, uharibifu wa miundombinu mikubwa ambayo hatujawahi kukutana nayo tangu hii nchi ipate uhuru, haijawahi kutokea. Kwa rais huyu pia anaweza kutangaza hii ni sikukuu ya kumbukizi ya matukio ya Oktoba 29. Na watu wakawa wanapumzika kuombea wale ambao walipata matatizo za vifo, wale ambao waliharibiwa mali kuombea pia, na wengine kupelekewa misaada ambao walipata ulemavu, na wengine ambao walipata anguko la kiuchumi kwenye kipindi cha Oktoba 29, ili tuweze kuwafanyaje, kuwachangia, kuwasaidia, kwa sababu sisi wote ni wamoja. Matatizo yametokea, hatuwezi kusema yalisababishwa na mtu fulani, ila ndio yalisababishwa na watu fulani, lakini lazima tuwe wamoja katika kusaidiana kwa mambo hayo. Kwa rais ana uwezo wa kutangaza hiyo 29 kwa sikukuu maalum kwa ajili ya kumbukizi ya machafuko, vurugu, vifo na uharibifu. Pia sio hivyo tu, rais huyu anaweza akatangaza pia, kwa sababu kama tunakumbuka tarehe 17 mwezi wa 3 hayati Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli alifariki, alikufa siku hiyo. Kwa hiyo tunaweza tukatangaza hiyo siku ikawa siku kuu ya kumkumbuka ndugu hayati John Pombe Joseph Magufuli, kwa sababu ndani ya kipindi kifupi alitufanyia vitu vingi kwa Tanzania. Japo unaweza kusema na mabaya yake, lakini wewe kama msomi na mwenye taaluma huwa tunapima mzani kwamba tunajua kila binadamu anakosea, lakini je, makosa hayo ni kiasi gani? Kama makosa madogo kuliko mambo mazuri, si huyo mtu tutamsifia kwa mambo mazuri. Kwa Magufuli anapendwa na wengi kwa sababu alikuwa anafanya mambo mazuri na mambo vizuri. Asilimia kubwa ya wananchi
walikuwa na wanaendelea kumpenda hayati John Pombe Magufuli kwa sababu alifanya makubwa. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ana uwezo wa kutangaza siku ya tarehe 17 mwezi wa 3 kuwa sikukuu ya mapumziko ambayo ni kumbukizi ya Dr. Joseph John Pombe Magufuli. Huyu ni rais wa awamu 5. Naomba kwanza utambue kuwa haya yote yamesemwa na sheria, sio mimi. Mimi sijasema, waliosema ni sheria. Sheria gani? Holidays Act, sheria ya sikukuu. Kwa hiyo ukasema mimi nimesema. Hapana, sijasema mimi, ni sheria imesema hivyo, na mimi nakuelekeza na kufundisha na tunajifunza kwa mujibu wa hii sheria.